Habari kamili. Tel Aviv. Maelfu ya watu wamekusanyika leo kusini mwa Israel kuomboleza wapendwa wao waliouawa katika uvamizi uliofanywa na wanamgambo wa Kipalestina mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, wakati taifa hilo likikumbuka miaka miwili tangu shambulio hilo lililotumbukiza eneo hilo katika vita vikali. Kumbukumbu hiyo inafanyika huku wajumbe wa Israel na wakundi wa Hamas wakiendelea na mazungumzo yasiyo moja kwa moja ya kusitisha mapigano yanayofanyika nchini Misri. 7 of October, 6. Tarehe 7 Oktoba saa 12 asubuhi kila kitu kilibadilika kote nchini Israel, yakiwemo makazi yetu hapa. Ilikuwa siku mbaya zaidi katika maisha yetu. Watu 62 kutoka hapa waliuawa siku hiyo hiyo. Wengine 2 waliuawa baadaye na watu 19 walitekwa nyara. 19 were kidnapped. Kumbukumbu hiyo imeandaliwa na familia zilizopoteza wapendwa wao, tofauti na hafla rasmi itakayofanyika wiki ijayo na serikali kwa mujibu wa kalenda ya Kiebrania. Berlin. Raia 14 wa Ujerumani waliokuwa wametiwa nguvuni nchini Israel baada ya kushiriki msafara wa kupeleka misaada katika ukanda wa Gaza wamefukuzwa nchini humo. Wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imethibitisha leo kuwa watu hao wamepelekwa nchini Ugiriki ambako walipokelewa na wafanyikazi wa ubalozi wa Ujerumani. Wiki iliyopita jeshi la majini la Israel lilizivamia na kuziteka meli 42 zilizokuwa zikisafirisha misaada ya kibinadamu kupitia bahari ya Mediterania kuelekea ukanda wa Gaza. Zaidi ya watu 400 kutoka mataifa mbalimbali walitiwa nguvuni katika tukio hilo ambalo limezua mjadala mkubwa wa kimataifa. Miongoni mwa waliokamatwa ni mwanaharakati maarufu wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg, na aliyekuwa meya wa jiji la Barcelona, Ada Colau. Geneva. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi amesema kuwa Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump imekuwa ikiwafukuza wahamiaji kwa njia zinazokiuka sheria za kimataifa. Akizungumza mjini Geneva, Grandi ametumia hotuba yake kulalamikia kupunguzwa kwa ufadhili na rasilimali ndani ya shirika hilo, akibainisha kuwa hatua hiyo imesababisha kupotea kwa takriban ajira 5,000 mwaka huu, sawa na karibu robo ya wafanyakazi wake. Hata hivyo, Grandi amesifu baadhi ya juhudi za utawala wa Trump, hasa zile zinazolenga kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mamilioni ya watu wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na vita. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Paris. Waziri Mkuu wa Ufaransa anayeondoka madarakani Sebastien Lecornu anatarajiwa kufanya juhudi za mwisho leo kujaribu kupata uungwaji mkono kutoka vyama mbalimbali kwa ajili ya kuunda baraza jipya la mawaziri, hatua inayolenga kuiondoa nchi hiyo kwenye mkwamo wa kisiasa. Rais Emmanuel Macron alimkabidhi Lecornu mwenye umri wa miaka 39 jukumu la kuunda serikali mwezi uliopita baada ya bunge kumng'oa mtangulizi wake kufuatia bajeti ya kubana matumizi iliyokosolewa vikali. Lecornu alitangaza baraza jipya la mawaziri Jumapili jioni, lakini likakosolewa kwa kuwa na sura nyingi zile zile kutoka serikali iliyopita. Tunis. Mahakama nchini Tunisia imemwachilia huru leo Saba Chouchane, mwanamume mwenye umri wa miaka 56 ambaye wiki iliyopita alikuwa amehukumiwa kifo kwa kuchapisha kauli za kumkosoa rais. Kuachiliwa kwake kumetokea baada ya wimbi la ukosoaji wa umma na wasiwasi kuhusu haki za binadamu uliotokana na kesi hiyo. Wakili wake amethibitisha kuachiliwa kwa mteja wake huyo, huku nduguye Sabir pia amethibitisha taarifa hiyo bila kutoa maelezo zaidi.
Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Israel yafanya kumbukumbu ya miaka miwili tangu shambulizi la Hamas. Maswali bado yanaulizwa kuhusu aliko aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole. Na muungano wa waasi wa AFC M23 watishia kuiangusha serikali ya Rais Felix Tshisekedi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wetu kwa kuangalia hali ya Mashariki ya Kati, ambako mazungumzo ya amani kuhusu mzozo wa Gaza yamekuwa yakiendelea nchini Misri kati ya wajumbe wa Hamas, Israel na Marekani. Sudi Mnete amefuatilia na kutuandalia yaliyojiri katika ripoti ifuatayo. Wajumbe kutoka upande wa Hamas na Israel Jumanne hii wameendelea na mazungumzo yasiyo moja kwa moja yaliyoanza jana nchini Misri kuhusu kumaliza vita vya takriban miaka miwili huko Gaza, huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa kundi la wapiganaji wa Kipalestina liko tayari kufanya maridhiano kuhusu mapendekezo yake ya makubaliano ya amani. Al Qaeda News, chombo kinachohusishwa na ujasusi wa serikali ya Misri, kilisema duru ya kwanza mazungumzo ilimalizika katika mazingira chanya na itaendelea tena Jumanne hii kwa faragha na chini ya ulinzi mkali. Wajumbe walitarajiwa kuzungumza kupitia wapatanishi kati ya pande hizo mbili, ikiwa ni wiki chache tu baada ya Israel kujaribu kuwaua wajumbe wakuu wa Hamas katika shambulio la huko Qatar. Taarifa ilisema upatanishi wa Misri na Qatar na pande zote mbili kuanzisha utaratibu wa kuachilia mateka walioko Gaza kwa kubadilishana na Wapalestina walioko magerezani. Trump aliwaambia waandishi habari katika ikulu ya White House kuwa alikuwa na uhakika kiasi kuwa makubaliano ya amani yanawezekana. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt amesema The president wants to see a ceasefire. He wants to Rais anataka kuona usitishwaji wa mapigano. Anataka mateka waachiliwe na timu za kiufundi zinajadili hilo kwa sasa ili kuhakikisha mazingira yanakuwa bora kwa kuachilia mateka hao. Wanapitia orodha ya mateka wa Kiisraeli pamoja na wafungwa wa kisiasa watakaoachiliwa. Mazungumzo hayo yanaendelea na rais anafuatilia kwa karibu na anapewa taarifa kuhusu hali hiyo. very much on the ball and is being apprised of this situation. Katika kumbukumbu ya miaka miwili tangu mauaji ya Oktoba 7 yaliyofanywa na kundi la Hamas nchini Israel, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa Hamas na Israel kusitisha vita vya Gaza mara moja, akisema pendekezo jipya la Rais Trump linatoa fursa ya kumaliza mgogoro huo. Aidha, katika kipindi cha kumbukumbu hiyo pia kansela wa hapa Ujerumani Friedrich Merz alisikika akionya kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya Wayahudi nchini Ujerumani. Ama kwa upande mwingine, mwanadiplomasia mkuu wa kanisa Katoliki duniani Kardinali Pietro Parolin amelaani vikali mauaji yanayoendelea Gaza na kusema ni jambo lisilokubalika kupuuza idadi ya vifo kwa kuziona kama athari zitokanazo kandoni mwa vita. Parolin alisema vita kati ya Hamas na Israel vimesababisha madhara makubwa na kikatili, akiongeza kuwa anasikitishwa sana na idadi ya vifo vya kila siku miongoni mwa Wapalestina, wakiwemo watoto wengi ambao kosa lao pekee ni kuzaliwa mahala hapo. Leo ikiwa ni miaka miwili tangu shambulizi la Hamas dhidi ya Israel, imebainika kuwa uhusiano kati ya Waisraeli na Wapalestina umeshuka hadi kiwango cha chini zaidi katika historia ya karibuni. Tafiti mpya zinaonyesha pande zote zimepoteza imani na hata huruma kwa kila mmoja, hali inayozidisha umbali na kupunguza matumaini ya amani ya kudumu. Ripoti ya waandishi wa DW David Al na Shani Rosanes inasomwa studioni na Idi Sesanga. Utafiti wa hivi karibuni wa chuo kikuu cha Kiebrania mjini Jerusalem umebaini kuwa zaidi ya 60% ya Waisraeli wanaamini hakuna wasiokuwa na hatia Gaza, na idadi hii inapanda hadi 76% miongoni mwa waumini wa Kiyahudi wa Israeli. Mtaalamu wa migogoro katika chuo kikuu cha Tel Aviv, Corey Gilshuster, anasema jambo la kutisha zaidi ni kupotea kwa ubinadamu. My biggest concern about Israel is the lack of empathy. Wasiwasi wangu kuhusu Israel ni ukosefu wa huruma. Watu hawawezi tena kuwa na huruma kwa watoto, wazee au wagonjwa. Tumepoteza huruma yetu kwa mambo hayo. Hilo ndilo linalonitia wasiwasi kuhusu sisi. Sifikirii hata kile dunia inatufikiria. Hilo ni swala jingine kabisa. Ninajiuliza,
Vipi kuhusu sisi wenyewe? I'm thinking, what about us? Kwa upande wa Palestina, mtaalamu wa siasa Khalil Shikaki anayeongoza kituo cha utafiti wa sera na maoni ya umma mjini Ramallah, anasema jamii zote mbili zimefikia hatua ya kutotambua tena ubinadamu wa upande mwingine. The last 2 years have seen... Katika miaka miwili iliyopita kumekuwa na hali ya karibu ya kuvuana utu kabisa, kwani Waisraeli na Wapalestina wamefikia hatua ya kutotambua ubinadamu wa upande mwingine. Hali hii imezidisha uhasama na kupunguza utayari wa pande zote mbili kufanya maelewano ya amani. Uaminifu kati yao hautakuja kabla ya amani, bali baada yake, na tukisubiri hadi waaminiane ndipo waanze mazungumzo, basi amani hiyo haitawahi kufikiwa. Then this is not, it will never happen. Mtaalamu wa migogoro kutoka Ireland Kaskazini, Gary Mason, anaona bado kuna nafasi ya matumaini, lakini anasema suluhu ya haraka haipo. If there was a ceasefire over the next... Iwapo kungekuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano katika miezi 4 au 6 ijayo, ingeweza kuchukua miaka 5 hadi 10 kufikia amani kamili. Migogoro migumu kama hii haina suluhisho la papo kwa hapo. Hata leo, miaka 27 baada ya mkataba wa Ijumaa Kuu Ireland Kaskazini, bado tunafanya kazi ya kudumisha amani. I know I will be working on the peace process. Wataalamu wanasema suluhu ya kweli itahitaji uongozi wenye maono, mawasiliano ya kisiasa yenye matumaini na juhudi za kurejesha huruma baina ya pande mbili, lakini hadi sasa hakuna dalili ya viongozi wenye uwezo wa kuanzisha ukurasa mpya wa amani. DW tunavuma kwa kishindo.